Kwa majina naitwa Filipo Mwakibinga. Mimi ni mdau wa siasa, masuala ya kiuchumi, lakini na kijamii. Nimekuja hapa kuongelea uongo wa Nilesh. Kuna mahojiano amefanya na Kitenge. Ile story yote aliyotoa ni uongo mtupu sana. Kwa sababu ukweli ni kwamba Nilesh, tunazo taarifa zake, ni mbadhirifu wa mikopo chechefu ya Equity Bank, na kesi ya hiyo jambo iko mahakamani. Ni mdaiwa sugu wa Equity Bank, hiyo iko wazi kabisa. Lakini jambo la pili, huyu Nilesh ni mbadhirifu wa mikopo ya CRDB, mabilioni ya pesa, na kesi yake iko mahakamani. Hilo jambo la pili lazima tujue. Jambo la tatu, Nilesh huyu alikuwa na tenda ya kupeleka mafuta Burundi, hajapeleka yale mafuta. Hatimaye yale mafuta ameyauza kwenye sheri zake. Huu ni hujumu uchumi. Kesi iko mahakamani. Sio kwamba ni mambo ambayo ya kubumba bumba. Kwa sababu za kwanza kusingizia kwamba kuna mtu alimuomba pesa, kwamba anamuinda ndio maana akakimbia na mambo mengine, ni uongo. Akiendelea kuongea hayo, tutaweka wazi juu ya ubadhirifu aliofanya, mikopo chechefu ya Equity Bank, ubadhirifu wa fedha wa mikopo ya CRDB mabilioni, ubadhirifu aliofanya wa mafuta, tenda ya kupeleka Burundi ambayo hajapeleka kule na ameuza kwenye sheri zake. Haya ndio yale yaliyomfanya akimbie na ajifiche Afrika Kusini. Watanzania wanatakiwa kujua kwamba Nilesh anatafuta mwamvuli tu wa kujificha. Ana maswaibu makubwa matatu: hujumu uchumi wa kutopeleka mafuta Burundi na serikali ya Burundi, mikopo isiyolipika ya ubadhirifu wa CRDB, mikopo chechefu ambayo ameshindwa kulipa ya Equity Bank, ambazo kesi zote ziko mahakamani, yamemfanya akimbie kwenda Afrika Kusini. Na akiendelea kuzungumza tutaleta ushahidi, kwa sababu vitu ambavyo viko mahakamani viko wazi. Na hata hao waandishi wengine wanaomuoji waende pia mahakamani wakaangalia hizi kesi zipo. Kwa hiyo nimekuja kuweka kumbukumbu sahihi. Hizi habari za kusema kuna mtu anamuomba hela, alimuomba mwaka jana, kwa nini hakukimbia mwaka jana? Kama huyu mtu alimuomba hela mwaka jana na anamuandama. Ukweli ni kwamba Nilesh ana maswaibu hayo niliyoyasema, na yako wazi. Hakuna mtu ambaye anataka kumtia fitina. Kesi ya Equity Bank, mikopo chechefu aliyoichukua, hajarudisha fedha, kesi iko mahakamani. CRDB nimesema, ishu ya mafuta nimesema. Leo anatafuta mwamvuli wa kujificha. Sasa akifikiri kwamba kutoa fedha kwa wapinzani watasaidia kumtetea kwamba anaonewa, anapoteza mwelekeo. Astiki kwenye swala la msingi. Hakuna anayemsingizia wala hakuna anayetaka kumpaka matope. Kila jambo liko wazi, na kama anabisha atoke tena tulete ushahidi. Ni uongo tu ambao ameamua kuutumia. Unafikiri atasema nini? Kwa sababu tayari anajua kila jambo lake liko wazi. Na hatuwezi kukubali kuingia kwenye majaribu ya haya mengine. Anataka kusema nilimchangia nani. Asitumie mwamvuli wa nani alimchangia. Issue ni haya masuala yake ya kutaka kuendelea kuhujumu maridhiano na kutumia wapinzani kwa kuwaonga pesa ili ionekane yeye anaonewa. Si kweli.